hakuna huruma. Mungu hana upendeleo. Amua kutokwenda katika dhambi, kwa sababu dhambi ni mbaya, dhambi inanuka, dhambi inampesa mwana wa Mungu. Biblia inasema mtu ambaye amekopa alafu kama umeacha uzinzi, alafu kwa makusudi ukarudi kwenye uzinzi, anasema hakuna tena msamaha, kwa sababu unamsulubisha mwana wa Mungu mara pili, na Yesu yuko tayari kutoka mbinguni akaenda kusulubisha mara pili. Ni lazima upambane. Tunajua utakutana na vishawishi, utakutana na mapambano, lakini Biblia inakutaka uweze kuomba neema. Muombe Mungu akupe msaada, usitoke nje ya mstari. Shetani akishakupata kwenye engo hii anakutupa na tunakuzika. Tutasema alikuwa mpendwa, alikuwa mtumishi wa Mungu, lakini mbona kansa ilimaliza? Alikuwa mpendwa, alikuwa mtumishi wa Mungu, mbona amepata ajali mtoa mkojo? Alikuwa anasema Mungu anamlinda. Hatujui siri, wanadamu wana siri nyingi nyuma ya pazia, kwa sababu ukiishi katika dhambi, shetani anatafuta kila namna akondoe. Shetani akiweza kutuna nafsi ambayo ilikuwa imeokoka, imempokea Yesu, alafu ikaingia kwenye dhambi, ikaingia kwenye uongo, alafu Kristo, hakuna dhambi kubwa wala dhambi ndogo. Dhambi zote ni sawa. Dhambi ya uongo na dhambi ya uzinzi ni sawa. Dhambi ya kusengenya watu na dhambi ya kukaa ni sawa. Dhambi ya kuangalia pornography na dhambi ya kwenda guest house ni sawa. Kwa dhambi ni dhambi. Kwa cha msingi usikae na dhambi. Ndio maana tunasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utusamehe dhambi zetu. Isaya kila siku tunaisema. Kwa nini? Kwa sababu lazima ujitakase kwa damu ya Yesu na upambane usirudi katika dhambi, vinginevyo utakufa. Wala sikudanganya. Sasa utakufa vifo viwili. Utakufa katika maisha yako, utawapa laana watoto wako ile dhambi unaifanya, kama ya uongo, kama ni uzinzi, kama ni nini. Naomba nikwambie, watoto wako utadhibitisha watoto wako. Wewe mwenyewe mbinguni uende, unaenda kuzini, unakosa vitu vitatu kwa sababu tu ya kuamua kuishi katika dhambi. Ni busara. Maadamu umeamua kuokoka, pambana. Tunajua unapita, tunajua unakurudisha nyuma, tunajua kama mara 7, lakini simama tena, kukuta ukaoshe kwa damu ya Yesu, safisha. Amua kupambana tena. Vita hiyo ndogo ni vita ya kupambana kila siku, kila asubuhi. Mawazo yako yanapambana, kwa sababu unakutana na watu wa duniani. Hatuko mbinguni bado, tuko ulimwenguni. Ulimwenguni kuna dhiki, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nitamshinda ulimwengu. Kitu kikubwa natamani asubuhi ya leo uweze kupata moja. Mungu katika kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wa 10, Mungu ulipookoka na kumpokea Yesu, ulivalishwa vazi jeupe, ulivalishwa vazi la utakatifu, alafu Mungu akakutenga kabose kwa daraba. Hem, toka kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 ili tuelewe vizuri. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Natamani tusome kuna kitu cha msingi sana. Muulize jirani yako, wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Ukiulizwa siku nyingine swali hilo, fungua kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Sikiliza kwa makini. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 itakusaidia kumjibu mtu yote. Sikiliza kwa makini. Anasema bali nyinyi, yani wewe ni mzao mteule. Kwa mtu akuuliza wewe ni nani? Mimi ni mzao mteule. Mimi sio wa kawaida. Mteule maana nimetengwa kwa ajili ya utakatifu. Ukija kupambana na mimi, Mungu atanipigania. Mpendwa katika Bwana, ukiamua kupasua kupambana wakati utakatifu, Mungu atakutetea. Hautabaki vile ulivyo. Naomba nikwambie, wengine kuna wakati unakuta interview imetokea, kuna mtu mmoja anatakiwa, lakini kwa sababu ya utakatifu Mungu anakupa hiyo nafasi wewe peke yako. Kuna wakati utaenda, kuna mtu mmoja, watu wanatakiwa kufa kwenye basi, lakini kwa sababu ya utakatifu Mungu ataitenda hiyo ajali isitokee. Kuna wakati uchumi unaweza kuwa mbaya, lakini kwa sababu ya utakatifu Mungu atakupigania, kwa sababu Mungu mpigania mwenye haki. Kwa la kwanza, wewe ni mzao mteule. La pili, sikiza kwa makini, wewe ni nani?
La pili ambalo la msingi sana, anasema ukuhani wa kifalme. Wewe sio mtu wa kawaida. Mungu amekufanya kuwa mtoto wa kifalme. Wewe na kizazi chako si watu tena wale wale. Wewe ni mfalme, unatoka katika familia ya Yesu Kristo. Baada ya kuokoka, Yesu ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Kwa hiyo wewe umezaliwa na mtoto wa kifalme, na ule uzao wa Yesu unasoma kutoka kwa Daudi mfalme. Kwa hiyo ina maana wewe ni mtoto wa kifalme. Watu kwa la kwanza, wewe ni mzao mteule, wewe ni mtakatifu. Kwa mtu akwambie, mbona jana ulitenda dhambi? Mwambie nishatubu siku nyingi na wala sitaji kukwambia niko na Mungu wangu vizuri. Ukishatubu Mungu anakusamehe, wewe ni mtakatifu. Ila ukiishi katika dhambi, ukaipenda dhambi, naomba nikwambie wewe ni mdhambi. Anaendelea. Anasema 2:9. Anasema watu wa milki ya Mungu, au kwa Biblia anasema taifa takatifu la Mungu. Anasema mpate kuzitakasa fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake. Wewe ni mzao mtakatifu. Ngoja nikwambie, umevishwa vazi jeupe. Usikubali uchafu uendelee. Ukiona kuna dhambi au umetenda dhambi, jirudi upesi. Kitabu cha Waebrania 8:10 anasema kwamba kitu cha msingi, nitaweka sheria mioyoni mwao, nitaweka amri zangu moyoni mwako. Mungu atakuonya kwa njia mbili. Nisikize kwa makini. Umekuwa mtakatifu, unataka utakatifu, unaomba, unasali vizuri, alafu inatokea umetenda dhambi. Ulikuwa unaangalia simu, ghafla unaanza kuangalia vitu vya ajabu, watu sio wanafanya mambo gani, na uko busy sana, macho yanatoa yote. Bwana Yesu asifiwe. Unagundua umetenda dhambi. Ulikuwa umekaa katika utakatifu, anakuja mtu unaongeza maneno chumvi. Ulikuwa katika utakatifu, anakuja mtu unaanza kusimulia habari za watu ambao usijui vizuri, uongo. Unatoka na chumvi, unaweza yule mimi namjua, mimi na kumbe ni uongo kutoka moyoni na unajijua. Biblia inasema ndani yako ukishakuwa uongea, kwa sababu Mungu ameweka sheria yako, unakuja kanisani, Mungu atakuhukumu. Mwanangu, umeongea uongo. Hapo unaweza chumvi. Na naomba usisubiri, rudi chumbani. Baba, kweli nimekosa. Hii dhambi ya uongo naomba niache. Biblia inasema Mungu atakutoa, atakurudisha hapa katika utakatifu kwa sababu unaomba kutubu. Usikae katika dhambi. Dhambi itakumaliza, dhambi itaondoa Mungu, dhambi itakutoa nje ya mstari wa Mungu, utapata shida. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Huwezi kumwita baba huku unamtumikia shetani. Naomba nikwambie, shetani atakupiga. Huwezi kumwita baba kuponi huku unafanya mambo yako ya kishetani. Naomba nikwambie, utafeli. Ila Mungu ni mwenye rehema. Ukisharudi kwenye mstari, mwambie baba, naomba rehema, nisaidie nguvu. Pambana ukielekea mpaka Yesu atakaporudi, mapambano haya yataisha. Mtu mmoja akasema, ukishaokoka unajua unakuwa umeshakufa kwenye dhambi. Naomba nikwambie, ni hatua, sio siku hiyo hiyo. Wakati mwingine huu mwili vionjo vyake vitarudi, vitakutesa, lakini natakiwa upambane. Mimi ni mtakatifu, usiwezi kwenda unapambana mpaka shaka inachanika, unapambana. Lakini ukishatoka pale, rudi kwenye mstari, mwambie baba, naomba msamaha. Chukua nguo zako, ile nguo inakuboresha wokovu, ioshe, pata sabuni mpya, soka mbele, kwa sababu ni vita mpaka Yesu atarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndani yako Mungu atakuonya kwa njia ya kwanza. Utashangaa ndani yako kuna hukumu. Umetenda dhambi, unaangalia kitu, unashangaa Mungu anaanza kukupisha. Maana unaangalia watu sio wanaona na hiki tunachokiangalia. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuwa na mashaka. Tayari usisubiri. Usianze kuanza ngoja baadaye. Mwambie baba, kwa kweli nilichokifanya sio sawa. Naomba unisamehe. Ndani yako kuna hukumu na hukumu. Umeongea uongo, umepiga fix moja nzito kweli na unajua sio ya kweli. Ndani yako unasikia shida. Usisubiri kesho. Mwambie baba, ni dhambi kwa kweli. Naomba unisamehe. Umekuwa ni mtu ambaye ulikuwa unakunywa pombe na leo umekuwa umeacha pombe, unaanza kusikia hamu ya pombe tena. Mara unashaka umechukua glasi. Alafu ndio unasikia mimi nafanya, mimi nimeokoka. Piga cha kwanza. Hii dhambi. Nasema baba, ninatubu. Rudi kwa Yesu. Mwambie Mungu nihurumie. Mungu nisamehe. Nataka nikimbie mtakatifu. Ulikuwa mtu mzinzi, alafu Mungu amekupa neema, umeokoka na unampenda Mungu. Naomba nikwambie
nikwambie, umeshaona kabinti, sisi tumeona kijana, unasikia moyo wako unaweza kwenda juu na shuka chini. Unasikia ndani kuna Mungu ameshaweka tayari ndani yako. Unachokifanya sio cha Mungu. Bwana, na tu rudi kwenye mstari. Pambana katika njia ya utakatifu. Mungu ni mwaminifu na Mungu anajua una madhaifu. Mungu anajua unaweza kukwama, lakini hataki ubaki kwenye dhambi. Ukianza kufanya mambo ya dhambi alafu unaishi katika wokovu, mpendwa katika Bwana, utakufa. Utapigwa na kimoja kimoja tu. Sasa huwezi kuja kutuambia, unajua mzee nilikuwa mzinzi, mzee nilikuwa nakunywa pombe. Utakuja tu hapa. Mwenyewe si Mungu nisaidie. Tutaomba kwenda kuuliza kweli tuzi tumeshika hata kuomba msamaha mdogo. Usikubali kubaki kwenye dhambi, kwa sababu dhambi itakumaliza. Dhambi itakutoa kwenye mstari wa Mungu. Dhambi itakuondoa. Mungu hataki mtu Mungu anampenda mwanadamu, lakini Mungu hapendi dhambi. Kitu cha tatu cha mwisho, sikiliza kwa makini. Ndio, unaweza kuwa umetokea kwenye uzinzi, umetenda na uzinzi, umefanya na dhambi, umevua na suruali, umevua na sketi, umevua na gauni, alafu ukatubu. Ndio, Mungu atakusamehe, lakini utakuwa mtoto kila siku. Tatizo hili, unaweza kufika mpaka miaka 60, wewe ni mtoto, wewe kila siku unatenda dhambi, unarudi. Kwa utamuona Mungu. Maisha yako yatakuwa hivyo kupambana kwa sababu shetani anampeleka mbele, unamrudisha nyuma. Yaani sasa mapiga na mdabauti. Unazunguka unajiona unakwenda mbele. Naomba ufanye maamuzi. Dhambi hapana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakupa neema ya kuweza kupata ushindi, sio kwa nguvu zako. Hii dhambi hatuachi kwa nguvu zako kwa vile wewe sasa ndio maana kuna makanisa ukiingia pale usivae suruali. Sisi tulikuwa tunakulia katika Pentecost zamani. Hata kusuka. Kina dada wote wanaosuka ndio na marasta yao. Ulikuwa unaitwa mchungaji. Inachoka moto. Na ndio anza kupata moto wa jana kidogo usikie ukoje. Bwana Yesu asifiwe. Hapa inaitwa mikasi. Wazee wa kanisa kuchana mikasi wanawake wote. Wakizani kama wanaifanya nini? Wanapambana na dhambi. Dhambi upambana nao kwa nje. Mungu alishaika ndani yako tayari maamuzi. Kwa ukianza kupambana huko nje, usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hiki. Hebu soma kitabu cha Kolosai sura ya 2 mstari wa 20. Utanielewa. Sikiza kwa makini. Kolosai sura ya 2 mstari wa 20. Utanielewa anasema. Maandiko yanasema, sikiza kwa makini. Anasema basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo ukabatizwa, mkaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, mkaacha dhambi, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Unaanza tena kwenda kwenye amri. Yesu ameshakuokoa. Naomba nikwambie, ndani yako tayari kuna amri. Ukimwona Mkristo anafanya mambo ya ajabu, tayari kuna ndani kilichohukumiwa. Unaje kupoteza muda naye? Yeye anatakiwa ajibu mwenyewe. Anasema usishike. Unajua ukienda kushika maiti, mimi ni mtakatifu. Biblia inakataza kushika maiti. Watu wanasema mkono unatoa wapi jinga. Anasema msioje, msiguse, usifanye hivi. Mambo haya huharibika wakati wa kutumiwa. Sikiza kwa makini. Ali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu ambayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada kujitungia wenyewe na katika kunyenyekeza na katika kutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa tamaa za mwili. Ndio maana wenzetu kwa mwanadamu wanavaa nguo marefu makubwa yanafunika uso. Ukimwambia twende gauni unakuta amekabaka mimi. Kwa sababu kwa nje anataka kuonyesha watu kama ni mzuri, lakini akitoka pale anaenda kutenda dhambi. Kuna watu wanaambia kwa kanisani wasivae suruali, lakini akitoka kanisani akirudi nyumbani unakuta bana kugeza nguo. Yuko kawaida, yuko kesi anajiuza. Hakuna uhusiano. Huwezi kumaliza mwili huu kwa kutumia sheria. Mtu mwenyewe afanye maamuzi ndani yake. Bwana Yesu, umeniokoa. Mimi sitaki dhambi. Naomba nisaidie. Pambana na dhambi. Unapigana vita. Anasema mkemeni shetani naye atawakimbia. Yakobo 1:4. Kwa lazima ufike hatua ya kusema mimi na dhambi hatuna undugu. Dhambi sio makao yangu. Dhambi sio sehemu yangu. Tunajua utaanguka siku moja, lakini usibaki umeanguka. Simama, pambana, pukuta nguo, nenda kafue, tembea na Yesu tena. Na sisi tukutana na wewe tunasema mtakatifu. Kwa tunapoimba mtakatifu, Bwana mtakatifu, tunajua na wewe ni mtakatifu. Kwa sababu umesafishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Na dhambi zako zimesamehewa kwa neema iliyoko ndani ya Yesu Kristo. Mchungaji, unataka kukimbia nini? Mpendwa katika Bwana, nakupa habari za urahisi wa maisha ya Kristo. Utafute kuwa na amani na watu wote.
na huu utakatifu ambao haiwezekani ukafanikiwa kwenye biashara, haiwezekani ukafanikiwa kwenye kazi, haiwezekani ukafanikiwa kwenye elimu, haiwezekani ukafanikiwa katika mambo yote kama mtu ambaye umeokoka bila kuwa nao. Tutakuwa tunapiga makutano kila siku, tunaambiana kila siku. Leo ninapenda kama kanisa tuingie mkataba wa utakatifu na Mungu. Baba, yawezekana kuna sehemu nikosea, na ndio maana sikuona. Nimeishi maisha yangu nazunguka kwenye roundabout kila siku, sitoki. Nahitaji kuunganishwa, nahitaji mtu upya, nahitaji kutembea na Mungu mtakatifu, ili kwamba unipiganie vita yangu, uangamize maadui zangu, usimame nami katika neno lako. Tunapoenda kushiriki meza ya Bwana pamoja, ninatamani uchukue muda wa kutosha, tafakari maisha yako, anafanya agano kwamba maadamu nimeokoka mimi na dhambi sasa, basi sirudi tena. Nataka kumwona Mungu katika roho ya mwisho, hii sehemu ya mwisho ya mwaka uliopo mbele yangu. Ninahitaji msaada. Baba nisamehe, Baba takasa roho yangu, Baba takasa mwili wangu na nafsi yangu, ifanye upya katika jina la Yesu. Unapochukua hatua kuja kwenye meza ya Bwana, ninatamani moyoni mwako, unapochukua mwili wa Yesu, unapochukua mkate wa Yesu, sema ninaanza upya. Naomba Mungu tende na mimi. Mungu ni Mungu wa nafasi nyingine. Usikubali kutoka, na ndipo utakapoona ghafla ule ugonjwa ulikuwa unakusumbua, Mungu ameuponya. Yale matatizo yalikuwa makubwa kwenye maisha yako, Mungu ameondoa, kwa sababu unatembea na Mungu mtakatifu katika njia ambayo ni mtakatifu, na umeamua kusema no kwenye dhambi, kwa sababu kutenda dhambi kunamwaibisha na kumdhalilisha mwana wa Mungu kwa mara ya pili. Amua kupambana mpaka Yesu anarudi kutembea katika utakatifu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tusimame na meza ya Bwana iandaliwe. Ule wimbo umepatikana, hebu tupige hapo wakati tunataka, hebu tuimbe wimbo pamoja. Haleluya, alafu tutaenda kuomba pamoja. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Weka YouTube hapo, twende, weka nani Bluetooth tusikie kidogo, ili kwamba unielewe somo la kwambia, kwa sababu yawezekana hujawahi kusikia hata wimbo huu, lakini natamani leo tusikie vizuri wakati tunatafakari. Na pata muda wa kutafakari, pata muda wa kutafakari. Bado ulipokaa, pata muda wa kutafakari na kumwambia Mungu, ninahitaji kuanza upya maisha yangu, nahitaji kutembea na wewe tena kwa utakatifu, kwa maana haiwezekani nikaweza kumwona Mungu pasipo kitu kinaitwa utakatifu. Bwana, ninaomba rehema. Baba, msamaha. Baba, ninaomba kibali. Mungu ni mwaminifu. Yesu, naomba tulipo tafakari, funga macho yako, mwambie Baba, nahitaji kuanza upya. Kwanza mimi mtakatifu, kwa maana wewe